asifiwe. Naitwa Mwalimu David Robert Matogwa. Nimefurahi kuwa pamoja na wewe tena kwenye hii video fupi ambayo tunakwenda kujifunza mambo machache ya msingi sana yanayohusu mtu na mazingira yake. Kwanza nitarudi moja kwa moja kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa 8 ambao tunaona kwamba Mungu baada ya kukamilisha uumbaji wake wa mwanadamu, anamchukua huyu mwanadamu anamweka kwenye bustani ya Edeni. Maana yake anajaribu kuunganisha, au Mungu anaunganisha maisha ya mwanadamu na mazingira. Maana yake nguvu ya mwanadamu ipo kwenye mazingira. Uwezo asili ya mwanadamu halisi ipo kwenye mazingira yake. Kwa mara mtu ambavyo anaachana na mazingira, ndivyo ambapo anazidi kupoteza uwezo wake. Ndani ya mazingira kuna majibu yote ya mwanadamu anayoyatafuta. Maana yake ipo dawa, ipo chakula, upo uwezo, upo ubunifu na nguvu ya ndani ya asili kabisa ya mwanadamu inapatikana kwenye mazingira yake. Unaweza ukasema mwalimu, unazungumza nini? Lakini jambo moja ni kukumbusha, kutoka kwenye mazingira mwanadamu anakuwa na maisha marefu ya kuishi. Ndio maana baada ya mwanadamu kula tunda, Mungu anamfukuza kwenye bustani ya Edeni. Pamoja na kwamba alimwambia kwamba hakika utakufa, lakini kama angemwacha kwenye mazingira yale yale, mwanadamu huyu asingekufa. Kwa sababu kuna mazingira ya asili ambayo mwanadamu akiyasogelea, hapo anarejea katika hali yake ya uungu. Anakuwa na uwezo wa ajabu, fikra za ajabu, anakuwa na namna ya ajabu, anarudi kwenye asili yake. Kwa hiyo Mungu anamfukuza mwanadamu kwenye bustani ya Edeni na anamweka kerubi wa kulinda yale mazingira mwanadamu asije akasogelea. Maana yake kama angesogelea mazingira ya asili ya mazingira, huwa inaweza kumfanya mwanadamu akaishi milele au akawa kiumbe fulani chenye nguvu na uwezo wa ajabu. Kwa the way ambavyo unazidi kujitenga na mazingira yako, ndivyo ambavyo unazidi kuwa dhaifu. Kwa hiyo unayeharibu mazingira, maana yake unaharibu hatima yako, unaharibu pia nguvu yako. Maana yake unajiharibu wewe. Na unaona pia anapokuja shetani pia kuingiza ufalme wake au kuingiza nguvu yake ndani ya mwanadamu, naye anatumia mazingira yale yale. Anamrubuni mwanadamu kula tunda ambalo Mungu alisema usile, na kwa kufanya hivyo mwanadamu anapoteza asili yake, anapoteza uwezo wake. Kwa ile neema, nguvu ambayo ameiweka Mungu ndani ya mwanadamu inaondolewa tena kupitia hayo mazingira. Maana yake ni hayo mazingira yanaweza yakarudisha tena uwezo wa mwanadamu wa asili na nguvu yake, hali ya kujitambua, uungu ndani yake unaweza ukarejeshwa kupitia pia mazingira yake. Kwa hiyo baada ya Mungu kumlaani Adamu, anamtenga na bustani ya Edeni ili kumuondolea ile hali yake ya nguvu, ile hali yake ya uungu. Lakini pia tunaona kwenye sura ya 4 ya kitabu hicho cha Mwanzo, Mungu anapomlaani Kaini, anamlaani Kaini kwa kuilaani ardhi. Maana yake anayalaani mazingira yasisababishe ile nguvu ya asili, yasilete ule uungu, yasilete hatima kwenye maisha ya Kaini. Kwa hiyo huwezi kumtenga mwanadamu na mazingira yake, mwanadamu huyu akawa salama. Na mara tu unapotaka kumharibu mwanadamu, haribu mazingira yake. Asante sana kwa kuangalia video hii, lakini pia kwa kujifunza machache ambayo umeyasikia siku ya leo. Uwe na wakati mwema.